Na tunaomba watusaidie sana ili tumalize umasikini, maana baadhi ya watu wengi wamekaa, wamama wengi wamekuwa wakikaa nyumbani hawakuweza kutoka. Kuna wengine biashara zao zilirudi chini kwa sababu sasa badala tuende tukope loan, kuna baadhi ya loans zinatusumbua. Ukichukua shilingi 10,000 baada kwa siku 10 unarudisha na shilingi 3,000 tu. Sio unajiuliza nikipeleke 10,000 na nirudishe na 10,000 ambapo kwamba hapo hakuna faida tena, pesa yako inafunika mpaka unakuja tena unaenda hapo unauza vitu kwa nyumba. Lakini hii saa hii tunapopata tunaenda kugawa tena kwa table bank, nikifika December kila mtu atakuwa na pesa ya kurun business ama ya kununua business ama kupeleka watoto shule. Na wana bodaboda wengi na vijana wote ambao wako kwa biashara, tutafute hizi shirika cooperatives ama SACCOs, mjihusishe ndio mfanye savings pia iwafaidi. Na tena mwisho wa mwaka wana faida ya savings yao katika hiyo SACCO. SACCOs nyingi wanapatiana faida ya 10%. Asilimia 10-12 wanapata mwisho wa mwaka. Kwa hivyo hiyo savings bali na kuwaletea pesa ya kuinua biashara, inaweza kuwaletea faida tena mwisho wa mwaka, kila mwisho wa mwaka. Hii pesa tutaweka kwa group ili iweze kusalisha, tunaweza kukopesha wenzetu ambao wanahitaji kukopa kidogo na kurudisha na faida kidogo. Tuna shida ambayo imetokea Busia kubwa sana. Vijana ambayo wako huko hawana kazi. Lazima tutafute nafasi ya kuwasaidia hao. Na shida iliyoko ni kuwa tukiwawacha, uhuni na mambo ya gunism itaendelea. Na pia ni mbaya sisi kama viongozi kutumia vijana kwa njia hiyo. Badala ya hiyo tutafute njia ya empowerment kama hii. Tutafute hata njia ya kuweza kuwapatia training itawasaidia.